Hamjambo wanafunzi wangu tena. Tumekutana katika somo letu la Kiswahili na leo tutajifunza katika somo la kuandika. Kama ilivyo ada na desturi, ni mimi wenu mwalimu Konzi Nzaka, na bila shaka kila mwanafunzi yuko tayari kuweza kujua ni kipi nimemwandalia katika hili somo letu la leo ambalo ni kuandika. Wacha kama ilivyo kawaida yangu tu niwajulishe ni somo gani tunalizungumzia. Hapo masomo ni mengi, lakini hili langu ni Kiswahili, alafu ni kuandika. Halafu somo dogo ni utungaji wa kiuamilifu. Utungaji wa kiuamilifu. Halafu katika huu utungaji wetu wa kiuamilifu tunazungumzia kuhusu barua. Na barua yenyewe ambayo tutaijadili ni barua ya kirafiki. Au pia vile vile huitwa barua ya kidugu. Kwa hivyo utungaji wa kiuamilifu, halafu tunazungumzia kuhusu barua. Labda kabla sijazama katika somo letu la leo, ungependa kujua maana ya hili neno kiuamilifu. Neno kiuamilifu linatokana na hali ya kuelezea jambo liweze kutendeka. Ama pia vile vile naweza nikasema kwamba kiuamilifu ni kuonyesha umuhimu wa jambo fulani. Kwa mfano, umuhimu wa barua. Na katika umuhimu wa barua, tuangalie umuhimu wa barua ya kirafiki ama barua ya kidugu. Kabla sijaenda mbele zaidi, ningependa kukuambia kwamba barua ya kirafiki ama ya kiudugu huwa ni barua ya kawaida. Na ni barua ambayo inatumika kufahamisha jambo fulani, kueleza jambo fulani, kwa mfano mwaliko na kadhalika. Ama pia vile vile unaandika barua ili ukihitaji msaada fulani kutoka kwa jamaa na marafiki. Kwa hivyo hiyo ndio ni barua ya kirafiki au barua ya kidugu. Lakini licha ya hayo yote ambayo nimeyazungumzia, huwa barua ziko za aina mbalimbali. Kwa hivyo ningependa tuweze kutofautisha hizi barua kwa kuzungumzia sifa zake. Kwanza kabisa nitazungumzia sifa za barua ya kirafiki. Unapoangalia barua vile unavyoiona, unajua kupitia hizo sifa zake kwamba ni ya kirafiki. Sifa za barua ya kirafiki. Sifa za barua ya kirafiki. Kuna sifa kadha wa kadha ambazo zinadhihirisha kwamba unapoziangalia unajua hii barua si nyingine ila ni barua ya kirafiki. Kwanza kabisa huandikiwa marafiki, wazazi, ndugu na jamaa. Huandikiwa wazazi, jamaa, ndugu au marafiki. Kwa hivyo msingi wa barua hii mojawapo ni kuwaandikia wazazi, jamaa, ndugu au marafiki. Jamaa hawa ni watu wako ambao ni wa karibu katika muktadha wa ukoo.
pengine ni watu wa ukoo wako, wewe uko na harusi na ni lazima uwajulishe. Kwa hivyo utawaandikia barua ya nini? Barua ya kirafiki. Halafu sifa nyingine, mwandishi ana uhuru mkubwa katika matumizi ya lugha. Hapa ana uhuru wa kutumia lugha anavyotaka. Mwandishi wa hii barua ya kirafiki yuko na uhuru mkubwa sana wa kuandika hii barua kwa namna anavyotaka. Tofauti, lakini wewe usiandike matusi katika barua hii. Ninaposema uhuru wa kuandika kutumia lugha anayotaka ni, kwa mfano, kuingiza lugha ya ucheshi, kuwaeleza masuala yako namna unavyoyaendesha. Kwa mfano, unaandika barua ya harusi, unawaelezea labda namna ulivyokuwa ukisubiri ile siku ifike na imewadia. Kwa hivyo unawajulisha kwa kinaga ubaga. Halafu sifa ya tatu ambayo inahusishwa katika uandikaji wa barua ya kirafiki ni matumizi ya lugha hutegemea mwandishi wa barua na anayeandikiwa. Barua maneno yanayotumiwa kuandikia barua yanategemea lengo. Haya, ninaposema maneno yanayotumiwa kuandikia barua yanategemea lengo, na maanisha hivi: mwandishi na yule anayekusudia kumpelekea ile barua anaweza kutumia lugha yoyote. Kwa mfano, yule unayemwandikia barua ni rika lako wewe, unaweza kucheza na lugha vyovyote vile ambavyo unapenda. Lakini lau kama yule ambaye unamwandikia barua ni mtu amekuzidi umri kidogo, basi uzito wa maneno ambayo utatumia pale yatakuwa mepesi kidogo. Na tena vile vile lugha yenye heshima, lugha ya kunyenyekea, lugha ya kuonyesha kwamba wewe uko katika matao ya chini kuliko yeye. Halafu kipengele cha mwisho cha kudhihirisha sifa za barua za kirafiki ni mwandishi ana uhuru wa kuandika barua yenyewe urefu anaotaka. Urefu wa barua hauna kudhibitiwa au haufungwi na kanuni. Kwa hivyo hapa mwandishi wa barua yuko na uhuru wa kuandika barua yenye urefu wa kima chochote kile. Inaweza kuwa ni barua ambayo itachukua pande mmoja wa kurasa, pande mbili za kurasa, pande tatu za kurasa, ili mradi tu wewe uweze kufanikisha ule ujumbe ambao unawasilisha kutoka kwako umfikie yule ambaye umekusudia. Kwa hivyo hapa hiyo barua unayoiandika huwa urefu wake haudhibitiwi au haufungwi na kanuni za uandikaji wa barua. Kwa mfano, katika barua rasmi ambavyo tutakuja tuone katika kile kipindi kijacho. Kwa hivyo hapa mwandishi uko na uhuru wa kuandika urefu wote wa nini? Wa barua yako. Je, kuna swali hadi hapo kabla sijazama zaidi katika kukuonyesha muundo wa barua ya kirafiki unavyojitokeza, na pia vile vile nikupatie baadhi ya mfano tu ambao
utakudhihirishia kwamba hii ndiyo barua ya nini? Barua ya kirafiki. Je, kuna swali? Muundo wa barua rasmi ni hali ya jinsi barua ya kirafiki muundo wa barua ya kirafiki ni hali ya jinsi barua inavyojitokeza. Katika muundo wa kuandika barua ya kirafiki huwa ni tofauti kabisa na muundo wa barua nyingine zozote zile, kwa mfano barua rasmi. Kwa hivyo muundo wa barua ya kirafiki, bila shaka mtafuta hapa, sitakuwako niko na deni na wewe. Sitakuwa niko na deni kabisa na wewe nitakapofuta sehemu gani? Sehemu hii. Jambo la kwanza, barua ya kirafiki huwa na anwani ya mwandishi. Halafu pia tuko na tarehe ya kuandikwa kwa barua. Tarehe ya kuandikwa kwa barua. Halafu muundo wa tatu, mwanzo wa barua. Na katika mwanzo wa barua aghalabu huitwa mtajo, ama pia vile vile tunaweza tukaita mtajo. Halafu muundo wa pili, kiini cha barua. Muundo wa nne, kiini cha barua. Halafu muundo wa tano, hitimisho la barua. Halafu muundo wa sita na wa mwisho, jina la mwandishi. Kwa hivyo hizo sehemu sita zinadhihirisha muundo wa barua ya kirafiki. Lazima barua yako iwe na anwani, wewe kama mwandikaji wa ile barua ama kama mwandishi wa ile barua. Lazima uandike tarehe iliyotumika kuandikwa kwa hiyo barua. Halafu tatu, mwanzo wa barua ama pia vile vile ni mtajo wake. Halafu sababu ya kuandika ile barua. Halafu mwisho wa barua yako. Halafu mwisho kabisa jina la mwandishi. Kwa hivyo tumeona kwamba liko na sehemu sita kuu ambazo zikitumika namna hiyo zitakuwa zimekamilisha muundo wa nini? Muundo wa barua. Kwa hivyo wacha nikuonyeshe kwa jedwali hapa huu muundo ninaozungumzia unakaa vipi. Muundo kimchoro. Haya, wacha tuangalie muundo kimchoro. Tuchukulie kwa mfano, hii ni karatasi yetu ambayo tunaitumia kuandika ile barua yetu. Almaarufu foolscap.
Hiyo ndio karatasi yetu maalum. Tuangalie sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza ni anwani ya mwandishi, na hii inaandikwa mkono wako wa kulia juu kabisa. Anwani ya mwandishi. Halafu chini ya anwani ya mwandishi ndio utaandika tarehe. Kwa hivyo sehemu hizi mbili tumezimaliza. Tarehe inakuwa chini. Halafu unapokuja kwa mwanzo wa barua ama mtajo, unateremka chini, labda kuruka mstari mmoja ama miwili, unaandika mwanzo wa barua yako. Mwanzo wa barua. Mwanzo wa barua, pia vile vile mtajo. Halafu tukitoka hapo tunakuja kiini cha barua. Acha niweke katika hiyo hali ili uweze kujua vizuri. Halafu tunakuja kiini au ujumbe wa barua. Hapa unaanzia kiini chako chini kidogo. Kiini cha barua. Pia vile vile mistari ama tunaingiza katika boksi. Tuchukulie hapa ndio ni katikati kabisa ya hii karatasi yako ambayo unaitumia kuandikia nini? Barua. Kwa hivyo hapo kiini cha barua tumemalizana na hapo. Halafu mwisho kuja hapa mwisho au hali ya uhitimisho. Uhitimisho wa barua. Halafu unaandika jina. Pia vile vile naweka katika hiyo hali. Huo ndio muundo wetu kwa mchoro. Hapo umeandika anwani yako, mkono wa kulia wa barua yako. Halafu mkono wa kushoto chini kidogo unaandika mwanzo wa barua. Halafu pale katikati ndio unaandika kilichokusudiwa katika ile barua. Unaandika sababu zilizokufanya wewe uandike ile barua. Halafu mwisho kabisa hapa utamjulisha tu ni nani uliandika barua. Ni mimi mtoto wako bla 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 na kuendelea. Halafu jina lako unaweka pale chini. Utakuwa umekamilisha barua yako na muundo wako utakuwako umeingiana sambamba kabisa na jinsi unavyohitajika. Kwa hivyo hata hizo sehemu wacha nizionyeshe alama kwamba zote tumeziandika katika muundo wa kimchoro. Je, mwanafunzi, kuna swali hadi hapo? Basi kama hakuna swali kwangu, bila shaka maelezo yangu yote ya uandikaji wa barua ya kiuamilifu, ambayo leo tumezungumzia barua ya kirafiki, utakuwako huna tatizo utakapopewa swali kuhusiana na barua ya kirafiki. Mahususan wewe mwanafunzi ambayo uko kidato cha 4. Hii ni barua ambayo huwa ama ni swali ambalo linatokea mwanzoni pale mwa maswali yako ya insha. Ndio maana ikaitwa insha ya kiuamilifu ama utungaji wa kiuamilifu. Upende usipende, unapopewa hili swali lazima utalijibu. Kwa hivyo
Kama hakuna swali, ningependa nihitimishe somo langu kwa kuwapatia kazi ndogo tu. Andika barua kwa mzazi au mlezi wako ukimjulisha jinsi unavyoyaona masomo ya kidato cha kwanza. Andika barua kwa mzazi au mlezi wako ukimjulisha jinsi unavyoyaona masomo ya kidato cha kwanza. Kwa hivyo hilo zoezi langu bila shaka utaliandika kwa uadilifu. Tutakapokutana katika kile kipindi kingine, nitakapopitia kazi yako, basi bila shaka itanipa matumaini kwamba ulikuwa unanisikiliza kwa makini kabisa. Si mwingine ni mwalimu yule Konzi Nzaka, nikisema alamsik, tuonane katika kipindi kijacho.